basi anakuona kama unataka mke wake sio nini, sababu bwana. Ila sio kwa mfumo ule bwana. Sawa. Tuemalize tu, ndio kawaida kwa sababu naye ameoa. Labda naye ndio baadaye utakuja kuoa hivyo hivyo, afu naye utakuja kuoa hivyo hivyo. Unaona bwana? Bado sijapona. Bado wewe, bado sijapona tena mwenzangu mimi. Bado takoma napochukuliwa. Hatari. Na mwenzangu bado takoma unachukuliwa. Bado sana tu yani. Wewe unatafuta nini? Sharon, najua una matatizo. Sasa usitaki matatizo yako mimi ndio niwe mtatuzi. Kwa sababu utatoka njia hizo mbili. Kama sio kukutandika makofi, basi nitakubutua mangumi. Unipige kwa lipi? Siwezi nyamaza kwa uchokonozi. Tenda kubutua kweli kweli. Nitakubutua. Nitakupiga kweli kweli. Niweza kwanza uchokonozi wewe mdomo una si wewe. Unafikiria sitakusikia? Jana nimekusikia uko naimba. Eti pole, wewe kaka pole. Mimi sina masikio na nimekuelewa vizuri. Sasa kuna kitu ambacho nakitafuta. Na hivi suni nakaribia kukipata. Na utakipata kweli? Na mimi ninakupate. Hivi wewe kwanza unajionaje? Mimi mwanaume sababu. Ndio maana nimeoa na mke wangu. Wewe unahangaika. Wewe kwa mwanamke. Kwanza sifa mwanamke nakupa tu mama. Wewe ni jana jike. Sifa mwanamke kabisa huna. Wewe umekaa hujaolewa. Sasa nakwambia. Naomba unisikilize. Naongea na mwanaume sio wewe. Mwanaume anaongea inabidi ukae chini ukulie. Vizuri. Sasa mimi wewe nikikupiga nitakuwa nakuonea. Kwa sababu wewe mwanamke. Ukienda kituoni unasikilizwa wewe na sio mimi. Mimi nitafungiwa. Sasa msingi ngoja watu tupigane kwa maneno afu tuone. Atale. Twende ongea tuone. Ugwadu! Mwanamke utakuwa wewe? Mwanamke huna sura. Mwanamke samani yenyewe hauna. Mwanamke gani wewe? Mwanamke ngozi imekomaa. Angalia rangi ya mke wangu mama. Mke wangu mtoto rangi nyeupe, rangi ya mtume, udongo wa Maka. Sasa angalia wewe kwanza. Ufanani naye mama? Jamani umebaki kidogo tu wewe shoga. Shoga. Jamani. Hayo mambo ya ushoga hayo. Mke wangu ndo anajua. Na sio wewe. Mwanamke gani wewe? Kwanza sogea huko, maana harufu unaitoa hiyo mdomoni kwako. Hujapiga kwa miaka miwili. Haya, unaitwa. Ndio chahai unaitwa. Mke wangu. Anapokimbilia kufungiwa. Jamani. Hatari. Izako ziko sawa kweli wewe? Ndio. Akili zako ziko timamu kweli? Mke wangu. Akili zangu ziko timamu. Na light kama zisingekuwa timamu, mama yako wewe atakubali mimi nikuoe. Hivi nadhani sijakusikia. Nimekusikia sana ukiongea sauti lako la ushoga kule. Usikia vizuri. Ongea pale. Sauti ya nini? La ushoga. La kishoga? Ndio. Limekujaje? Automatic. Hivi ndio mwanangu. Uone kama anatia aibu. Kivipi? Hivi mali hata kusikia, afikiri watakufikiriaje? Sasa watakuita shoga mtaani wewe. Waniite shoga? Sawa tu. Sawa. Hata nisikie ni wao. Lakini kwa kuwa mke wangu kipenzi, waniita baby, waniita sweetie, your love. Naridhika. Naridhika. Ndio. Mimi unaniuza siku hizi kama unaniumiza. Unaniumiza basi. Ni maisha. Nikoni.
makubwa. Nakuona. Wewe huyo. Mimi na hizi leo ndio nataka kutoa huko angani uwanjani. Naona bwana, naona uko vizuri. Umeendelea? Hatari. Nisilepo za maisha kwa siapati. Naona mambo sio mabaya. Halo. Nakwambia nani na shoga huyo. Nakaribishwa. Ina maana bimaisha bila kukaa hapo una tatizo. Bimaisha bwana na wewe bwana. Wewe usahau tu. Yamepita hayo, tugange yajayo. Kuliko. Sasa bimaisha, nashukuru Mungu imekuwa. Imekukuta mama. Bimaisha kuna mtu Naisa anamchukua. Ndio kutoka miguu yako nyumbani kwako kuja masuala kama hayo. Sasa bimaisha tunataka nimalize kwanza. Wewe umekuja kwangu kwa masuala kama hayo. Leo nisikilize basi kwanza bimaisha, nisikilize. Sawa. Maisha bwana, kuna mtu ambaye Naisi anamchukua mke wangu. Sasa nikaenda pale kwa mzee wa kaka pale. Nikamuuliza. Akasema hajui kabisa. Eti nyumba yetu hii na yake hii hajui. Nikasema sio shida. Hata niende kwa bimaisha, mtaalamu wa mambo, asiyepitwa na jambo. Mtu mzima kisheti anazeeka na utamu wake. Wewe. Aswa. Wewe. Sasa bimaisha, naomba nisaidie. Kiona unamjua? Sikiza hiyo. Hilo ndo tatizo kuoa bado mdogo. Hilo ni tatizo kwa sababu umeoa bado mdogo, utajulia wapi mambo ya kitu? Bimaisha unashangaa. Umeanza. Kama nimeanza basi nimemaliza. Mimi nimekuja kukuuliza kitu tofauti kabisa. Na unaanza kuongea matope. Kulikoni sasa? Nini unaongea? Wewe kabisa mtu mzima kama mimi hapa naweza nikatoka hapo nikaenda nyumba ya pili nikaenda kuuza msala mume wangu. Hivi inakuja. Inahusu. Bimaisha. Hapo tu ndipo ambapo unanikera. Yaani hapo tu. Na nitakukera sana. Umejileta mwenye nimekuita. Sasa kwa mimi nimekuja kukutangazia ama nimekuuliza? Babu wewe, mimi naongea na peni siongei na kizibo. Bimaisha. Upo babu. Bimaisha umeanza. Wewe kuna kitu ambacho unanitafuta. Na wewe umeanza na mimi nikamalizia. Na mimi nimemalizia na wewe umeanza. Sasa nakwambia kama umetumwa au umemtuma huyo mtu aje amchukue mke wangu. Nakwambia nimekula kwako. Mimi hamniwezi. Kama wewe umeagizio, mwambie Bimaisha nimejipanga. Sina jeshi la mtu mmoja. Upo nyanya? Sawa. Lakini nakwambia endeleeni hivyo hivyo. Nyinyi endeleeni hivyo hivyo. Na nitaendelea na bado ninaendelea nipo. Sasa kuja kuwafanya. Utafanya nini bwana mtoto mdogo yako nepi tu nini wewe? Sawa. Wewe unajua kuongea. Nakwambia wewe na ndio maana mkeo anakushinda yako wapi babu? Mwanamume mzima huna hata haya. Kutaka kumchefua kwa sababu gani? Babu wewe. Shani haribia hata nazo ngozi hizi. Shani haribia kwanza. Na hiyo mwanzo nakuja kupita.